Wakieleza ombi hilo kwa Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo, wabunge hao wamesema kilimo cha zao la kahawa katika majimbo tajwa ni muhimu na ndiyo njia pekee ya uchumi kwa wananchi, wakieleza kuwa huwa wananchi hugombea maji na hivyo huleta mvutano na kusababisha migogoro miongoni mwao pindi msimu wa kiangazi unapofika. Kuna wakulima wa kahawa, hata hawa wa mahindi, Mbozi na mkoa wa Songwe kumekuwa na mabadiliko ya tabia nchi. Ili wavune kahawa wanahitaji kumwagilia, na umwagiliaji wa sasa Mbozi umekuwa na changamoto kubwa. Ukiangalia msimu huu tunaanza mwezi wa 8, Mheshimiwa Waziri, watu wanakimbizana na madumu, wanakimbizana kukodi magari, kukodi maboza kwenda kumwagilia mashamba yao. Changamoto imekuwa kubwa, asipomwagilia hapati kahawa hata kidogo. Kwa lazima kila mwananchi ambaye analima kahawa amwagilie. Sasa hivi jambo lipokuwa, tunaomba sana utuangalie Mbozi na mkoa wa Songwe tupate mabwawa ya kumwagilia mashamba ya hawa wakulima. Mmetupatia visima vichache, vingine vimeanza kufanya kazi, vingine havifanyi kazi, na wananchi hawa wa Mbozi wanahitaji kumwagilia. Ili waweze kumwagilia wanahitaji maji na visima. Tunaomba uendelee kutushika mkono, utuletee visima zaidi. Ikifika mwezi wa 9 hapa mito inakauka, watu wanashikiana mapanga wakigombania maji, lakini tukichimba visima kidogo itasaidia sana kupunguza hili tatizo, na watu watamwagilia sana mashamba na uzalishaji utaongezeka. Wana Mbozi, wana Songwe, tunajua kilimo ndio uhai wetu, kilimo ndio chakula, kilimo ndio fedha, kilimo ndio biashara, kilimo ndio viwanda. Akieleza juhudi za serikali katika swala hilo, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabir Makame amesema serikali imejipambanua katika kuboresha kilimo cha umwagiliaji, si katika mkoa wa Songwe pekee bali nchi nzima, ikiwa ni uanzishwaji wa skimu na ukarabati kwa skimu ambazo zinahitaji ukarabati. Upo mkazo mkubwa ambao tunauona katika eneo la sekta ya umwagiliaji. Sasa hivi tuna miradi ya zaidi ya bilioni 90 ambayo inaendelea kutekelezwa. Iko mingine tunaifanyia skimu zingine za umwagiliaji, tunafanyia ukarabati, lakini ziko skimu zingine ambazo usanifu unafanyika, na mara baada ya usanifu itatekelezwa na kujengwa ili kuweza kuongeza eneo la umwagiliaji. Na kwa sasa eneo ambalo tunatumia katika umwagiliaji ni kama hekta 5,000, lakini tutakapomaliza miradi ya umwagiliaji mkoa wetu tunakadiria kufika hekta zisizopungua 60, hekta 68,000 za umwagiliaji, ambao tutaongeza uzalishaji katika mazao ya kilimo na hivyo kuongeza mchango wetu katika kuchangia katika jitihada za taifa kwenye uzalishaji wa chakula. Akipokea ombi hilo, Waziri wa Kilimo hapa nchini Daniel Chongolo amesema mabadiliko ya sekta ya kilimo hutegemea ushirikiano kati ya serikali na wadau wa kilimo wakiwemo wakulima, akisisitiza kuwa ni adhima ya serikali kuboresha mazingira ya kilimo na kuhakikisha upatikanaji wa pembejeo bora kwa wakulima, ikiwa ni pamoja na kuimarisha usalama wa chakula hapa nchini ili kuleta kilimo tija kwa wananchi wake. Mafanikio ya sekta ya kilimo yanategemea ushirikiano wetu sote. Serikali itaendelea kuboresha mazingira ya biashara, kuimarisha upatikanaji wa pembejeo bora na kushirikiana nani katika kutatua changamoto zinazoikabili sekta hii. Ninawahimiza muendelee kuwa washirika wa karibu wa serikali wa kuendesha biashara zenu kwa uadilifu, weledi na uzalendo. Kwa kufanya hivyo, mtachangia kuongeza tija ya uzalishaji, kuimarisha usalama wa chakula, kukuza viwanda na kuongeza mchango wa serikali sekta ya kilimo katika uchumi wa taifa. Niwahakikishie yale mlioyazungumza hapa, kuanzia kwenye taarifa ile ya kwenu na viongozi wote waliotangulia kuzungumza kabla ya nimeyachukua kwa uzito mkubwa. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, Nicholas Ndabila,